Haleluya. Mungu akubariki wewe unayesikiza. Naomba unipungie mkono wewe ambaye unaniona mahali popote, labda ni nyumbani ukiwa unaniona kwa hii, labda ni kanisani, nipungie tu mkono. Bwana akubariki. Yesu anakupenda. Nakupenda katika jina la Yesu. Haleluya. So Bwana amenipatia ujumbe huu kwa ajili ya leo. Anasema, anaanza na neno wa kwamba usizimie. Mungu anataka kukuinua kiwango chengine. Mungu anataka kukuinua kiwango chengine, mpendwa. Kwa hivyo usizimie. Haleluya. Maandiko ya Bwana anasema katika nabii Isaia 40 mstari wa 31. Anasema wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya. Katika kumngoja Bwana ni kutokuzimia. Yaani unafanya kitu, haijalishi kitu gani unachopitia, lakini unamngoja Bwana katika Kristo. Unamngoja Bwana ukiwa umeokoka. Unamngoja Bwana ukiwa unafanya kitu. Kwa hivyo nabii Isaia anasema wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya. Akatoa mfano. Anasema wataruka juu kama tai, watakimbia, na nasema hawatachoka. Wataenda na miguu hii na hawatazimia. Nimekuja kukuletea habari njema leo. Pendwa, Mungu anasema usizimie, maana anataka kukuinua kiwango chengine. Paulo alipokuwa anafundisha wa kanisa la Waefeso, tunasoma Waefeso 4 mstari wa 11 mpaka mstari wa 16. Maandiko ya Mungu yanasema Mungu alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Wewe ni mtakatifu unapookoka. Kwa hivyo kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo wa kiroho uweze kujengwa. Leo tutaongea sana mambo ya mwili wa Kristo kujengwa. Sema amen. Hata na sisi sote tunapofikiria umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Mstari wa 14 pia nataka unote, inasema ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na upepo wa elimu na hila za watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Mstari wa 15, lakini tuishike kweli katika upendo, kukua hata tumfikirie yeye katika yote, yeye kichwa Kristo. Mstari wa mwisho, katika yeye mwili wote ukiunganishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja na mmoja, kuukuza mwili mpate kujijenga wenyewe katika upendo. Baba, nakushukuru, asante. Niongoze. Wewe ndio mwalimu wangu, wewe ndio kiongozi wangu katika ujumbe huu wa leo. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tumetangulia kusema kwamba Mungu katika kichwa anasema usizimie. Mungu anataka kukuinua kiwango chengine.
Maana kusudi la Mungu ni aliyeokoka yoyote ambaye ameokoka, Mungu huwa anataka kumwinua kiwango chengine. Kwa hivyo leo nimekuja kukwambia habari njema. Usikubali kubaki pale pale ulipo. Unapoendelea kukua kiroho, unahitajika kiwango chako kiendelee kukua, na Mungu atahakikisha kukuletea mabadiliko. Kwa hiyo usikubali kudanganywa na ibilisi, shetani. Mungu anajua kiwango cha kila mtu mahali kimefika. Kiwango cha kwanza ni kiwango cha kuomba. Anajua kiwango chako cha kuomba kimefika wapi. Anajua kiwango chako cha kufunga, ambapo anajua unaweza kufunga siku ngapi. Anajua hicho kiwango. Anajua pia kiwango cha imani yako, na ndio unaona katika Warumi 12 mstari wa 3 unasema kwamba Mungu anakupima, yani everybody, Mungu anapima in the measure of faith. Anakupima katika kiwango chako cha imani. Kwa hivyo katika kila kiwango unachofika Mungu anajua. Bwana asifiwe sana. Kiwango chengine pia cha uaminifu, na kiwango cha mwisho, kiwango cha kumtumikia Mungu. Sema amen. Kwa nini nasema kiwango cha kumtumikia Mungu? Because Mungu anapokuinua, amesema Mungu amempa kila mtu a special gift. A special gift ya kujenga kanisa. Tumesoma mahali, tumesoma katika Waefeso, ili mwili wa ndani ujengwe. Kujengwa ndani yako ni vipawa ambavyo Mungu amepatia kila mtu. Lazima uweze ku-exercise vipawa vyako Mungu alivyokupatia ndani, kwa kila hatua unapoendelea kukua katika Kristo. Unatakiwa kutumia kipawa chako to serve the Lord. Bwana asifiwe sana. In 1 Timothy chapter 4 verse 15, Paulo anamjenga mtoto wake wa kiroho ambaye alikuwa anaitwa Timothy. Anamwambia maneno haya in 1 Timothy chapter 4 verse 13. Anasema usiache, nataka unoti hilo neno sana, usiache kuitumia gharama iliyomo ndani yako. Napenda sana Kizungu. Kizungu inasema do not negligent the gift that is in you. Hallelujah. Shida ambayo iko siku za leo, shida ambayo iko kizazi cha leo katika makanisa ya kiroho, watu hawataki kufanya huduma. Mtu anataka atumikiwe, mtu anataka okoka apate tu baraka. Mpendwa, nimekuja kukwambia wewe una kitu. Nataka umwambie mwenzako, wewe unayeniona nyumbani, wewe unayeniona kanisani, mwambie wewe una kipawa cha kumtumikia Mungu kanisani. Usinyamaze, usiache kukitimia kile kipawa. Sikiza mstari huo B wa Timotheo wa 4:14 inasema, B inasema uliopewa kwa unabii, kwa kuwekewa mikono ya wazee. Hapo unaweza tatizika usipoolewa. Uliopewa kwa unabii. Unabii ni nini? Unabii ni kutabiri. Maandiko ya Mungu yanatulekeza katika Matendo ya Mitume 2:14 inasema hivi, siku za mwisho
Mungu atamwaga roho yake kwa watu wote, vijana, wamama watatabiri. Hallelujah. Anybody who is saved, he can prophesy. Si nabii, wewe tayari umekuwa nabii. Ukikosa hata mtu wa kuweza kumtolea unabii, jitolee wewe mwenyewe unabii. Ukikosa kujitolea wewe mwenyewe unabii, toa kwa watoto wako unabii. Tell them about the future of their life. Tell them about the destiny of your children. Tell yourself, you are prophesying yourself. Yani jiprofesai wewe mwenyewe, jitolee unabii wewe mwenyewe. Maana neno limesema kwamba unabii, oh my God, unabii ambao tuliekelewa mikono na wazee. Hakuna hata mmoja ambaye kanisani, labda wewe ambaye unanisikiza, lakini kanisa hakuna hata mmoja ambaye hajaekelewa mikono. Usingoje kuekelewa tena na tena mpaka kiara kinatokea, mpaka mama nyele zinakosa kumea, ukose kusongwa sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mikono uliyekewa mwanzo, toka nje kwenda katabiri. Sema amen. Sema amen. Unasikiza, angalia Paulo alipokutana na kanisa katika vipawa akifundisha, alipokutana na kanisa la Wakorinto. Wakorinto wa kwanza 12, napenda sana huu mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema hivi, mpendwa: Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you, hilo neno nataka unote, I do not want you to be ignorant. Shida Mkristo wa leo ni kupuuza vipawa vya kiroho. Tunapuuza vipawa vya kiroho. Hallelujah. One of the greatest slavery in us who we don't want to learn, it is to ignore. Ni kupuuza. Sema amen. Ni kupuuza. Neno la Mungu linasema katika Hosea 4:6, watu wangu ambao wanasema ni wewe, watu wangu wanaangamizwa na nani? Na shetani. Wanaangamizwa. Mungu anakulilia akisema wewe mtu wake unaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haleluya. Unakosa maarifa, knowledge. Utaki kuingia katika kutumika kipawa chako Mungu alichoatilia ndani yako. So ni ngumu Mungu kukupeleka in another level. Bwana asifiwe sana. He wants to move you in another level, but anakuangalia, anakuona you are just there, stagnated. Hutaki kwenda mbele. Mungu faida yake ya wewe kuokoka, anataka kukutumia. Na anapotaka kukutumia, anataka umjue zaidi. Sema amen. Sema amen. Kwa hivyo anataka mtu akutumie zaidi, na mpaka uwe umekubali kutumikiwa na yeye Mungu ili akutumie. Tusome Romans 14:12. Hiyo ndio naogopa. Ndio naona najitahidi. Nataka hata wewe ujitahidi. Sikiza huu mstari. Hiyo ndio ninaogopa mimi, sijui wewe. Lakini mimi Mkristo niliokoka naogopa hiyo. Warumi 14 mstari wa 12 nasema, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe
mbele za Mungu. Kila mtu miongoni mwetu, ile gharama ambayo Mungu amekupatia, utatoa hesabu yako. Kwa hivyo hesabu yako ni muhimu. Haleluya! Usingoje mtumishi tena, usingoje mtu tena kusukume kama wheelbarrow. Ni wewe umeingia ndani katika wokovu. Tafuta, huduma ni nyingi. Sema amen. Huduma ni nyingi. Tafuta Mungu anakuongoza katika huduma gani. Hebu sikiza haya maneno. Inasema hivi haya maneno. Nataka usikize kwa makini. Na yasoma kwa Kizungu. Inasema hivi: one of the greatest sin we ever committed against God is not serving to the gift God has blessed us. Mesikia? Hatari kubwa ya mimi na wewe unapookolewa alafu kutokutumikia Mungu ni dhambi kubwa sana. Inaendelea kusema, when you reach heaven, maana huko ndio tunaenda. Mwambie mwenzako, wewe unayenisikia katika mitandao, wewe unayenisikia kanisani, mwambie mwenzako, mwambie hivi, when you reach heaven, God will show you what you have done. Kwa hivyo huko ndio tunaenda. Mwambie mwenzako, huko ndio tunaenda. Twaenda mbinguni. Unapofika mbinguni, utamwambia nini Mungu? Haleluya. Utamwambia nini Mungu? Mwambie mwenzako tena. Mwambie huko ndiko tunaenda. Unapofika mbinguni, utamwambia nini Mungu? Wewe ulikuwa unatumika katika huduma gani? Huduma ya kukaa katika kiti. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka niongee juu ya neno kuzimia. Juu ya neno kuzimia. Esau alikuwa na pacha wake ambaye alikuwa anaitwa Esau. Katika Mwanzo 25 mstari wa 29, Esau akaenda nyikani kuwinda, maana alikuwa mwindaji. Pacha wake mwingine alikuwa anakaa nyumbani. So akiwa anawinda mawindo, akakosa kupata chochote, akarudi nyumbani. Alipofika nyumbani, amekufa moyo, because kuzimia ni kufa moyo. Kuzimia ni kurudi nyuma. Kuzimia ni kutokuwa na ujasiri tena, ndio kuzimia. Kwa hivyo Esau akakufa moyo. Alipofika nyumbani, akakuta ndugu yake amepika chakula cha dengu, na akamwambia ndugu yake, aliposikia harufu, akamwambia ndugu yake, nipatie hichi chakula. Ndugu yake akawa mwerevu kidogo, akamwambia, sitakupatia chakula hichi changu mpaka ukubali kuniuzia haki yako ya urithi, because kulingana na neno la Mungu, Esau ndio alitangulia kutoka kwa tumbo. Kwa hivyo yeye ndio alikuwa mkubwa wa pacha la Yakobo. Sema amen. So sikiza huu mstari vile aliongea hayo maneno.
Saa ingine tunajitia katika hayo maneno, si mapenzi yetu, lakini najua ni yule ibilisi. Sikia Isau bila aliongea. Isau katika mstari wa 32 Mwanzo 25, Isau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini hii haki ya uzazi? Nani alimwambia yuko karibu kufa? Haleluya! Nani? Ni mawazo. Proverbs 23 verse 7a inasema, for as we think in our heart, so is he. Bwana asifiwe sana. Vile tunavyofikiria katika akili yetu, ndio vile tutabehave, ndio vile tutafanya, ndio vile tutakaa, ndio vile tutaenda. Mpendwa, kama ukifikiria kufa, utaenda kufa na utakufa kweli. Kama ukijifikiria ya kwamba sifai, utakuwa ufai vile vile. Kama ukijifikiria wewe uko chini, ndio vile utakapokuwa chini. Sema amen, sema amen. Hakuna kitu kibaya kama Mkristo uliokoka alafu uzimie. Haleluya. Wana wa Israeli walipochaguliwa na Bwana, Musa akawaambia, nataka nichakue kabila 12 na niwatume mwende mkapeleleze nchi ambao tunaenda Kanaani, yenye maziwa na asali. Akachagua kabila 12 wakiwa pamoja na Caleb, wakiwa pamoja na Joshua, na wakaenda. Wale waliorudi wengine, sikiza yale maneno waliosema. Wakamwambia Musa, tumeona watu warefu. Sema amen. Watu warefu. Sikia hilo neno walilosema, wanakula watu. Nani aliwaambia wanakula watu? Haleluya. Wakasema na ni mapaazi. They are grasshopper. Nani alisema wao ni grasshopper? Wao ndio wamewapatia majina ya grasshopper. Sema amen. Haleluya. Leo nimekuja na kemea roho ya grasshopper, na kemea roho ya mapanzi, na kemea roho ya kuzimia katika jina la Yesu. Toka! Haina mamlaka. Itakufanya mpendo usiende mbele. Itakufanya mpendo umatai mahali huko. Hakuna roho mbaya kama kuzimia. Na inachangia sana kuzimia, pia inachangia uoga. Uoga ndani pia inachangia. Na pia inachangia bila nilivyokuwa ninasema. Yaani roho ya kupuuza, ignorance. You ignore things of the Lord. Hallelujah. Kila kitu ambacho Mungu anakuongoza, anataka ufanye katika Biblia, wewe unapuuza. So umeokoka, lakini huwezi enda mbele because umekubali kuhubiriwa negative na ibilisi, na ukiwa wewe bado umeokoka. Sema amen. Napenda sana Paulo alipokuwa anamtia moyo kijana wake ambaye ni Timothy. Anamwambia namna gani? Katika 2 Timothy chapter 2 verse 15. Anamwambia jitahidi uonekane ya kwamba wewe unastahili kufaa. Bwana asifiwe sana. Nimekuja kukwambia kanisa, lazima hizi siku za mwisho, lazima hichi kizazi kipya ujitahidi. Haleluya. Ujitahidi. Kama unataka kwenda in another level, lazima ukubali kujitahidi. Sema amen. Mpaka uwe mtu wa kutembea na imani. Napenda sana imani. Waebrania 11 mstari wa 6 inasema, pasipo imani. Hakusema impendeza mwanadamu. Anasema pasipo imani hapampendezi Mungu. Maana yoyote amwendee Mungu lazima amini ya kwamba, lazima kwanza uamini ya kwamba Mungu yuko.
Na sikiza hiyo ya mwisho, na uwapa thawabu wale wanaomtafuta Mungu kwa bidii. Kwa hivyo lazima umtafute Mungu hizi siku ambazo tumefikiria, lazima umtafute Mungu kwa bidii. Muulize mwenzako, wewe una bidii kwa kumtafuta Mungu? Tuoneshe bidii yako na imani. Sema amen. Sema amen tena. Sema amen tena. Mpendwa, neno thawabu si mchezo. Thawabu inapita pesa. Thawabu inapita kitu chochote. Because thawabu kwa kizungu is reward. Na reward ni kitu chochote ambacho unapawa. Ile reward wanaopawa ya mwili inaishia, inaharibika. Lakini wewe you are hallelujah, uncorruptible seed. Wewe ni mbegu isiyoharibika. Wewe umepawa thawabu isiyoharibika. Hiyo ndio utapawa unapomtumikia Mungu. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiza vile Esau alivyoambiwa katika vitabu vya imani. Tunataka tusome Waebrania 12. Na kiita hichi ni kitabu cha imani. 12 mstari wa 16 na 17. Maandiko yanasema, asiwepo mwisharati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Urithi leo nimekuja kukwambia unaweza kuwa chochote ndani yako, uuze. Unaweza uza urithi wako katika kuanguka. Kama wewe ni msichana hujaolewa, uanguke na bosi ambaye unataka kazi, hiyo ni urithi, unaenda. Kama wewe leo ambaye umeokoka uanze kutenda maovu, huo ni urithi, unaenda ndani yako, maana wokovu wako una thawabu kubwa ndani yako. Sema amen. Siku ambazo tuko nazo, kanisa la kiroho, watu wengi wanauza urithi wao. Leo nimekuja kukwambia usiuze urithi wako. Sikiza vile Esau aliambiwa na Bwana katika mstari wa 17, maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kurithi baraka zake, alikataliwa. Hata alipojaribu kutubu alikataliwa. Maandiko anaendelea kusema, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi. Sema amen. So nataka nikwambie leo, don't ignore. Usichukulie mambo ya Mungu kawaida. Sema amen. Usifike mahali ukaanza tena, unajua kuzimia ni umefika mahali alafu unarudi nyuma. Na ndio naona Paulo anamwambia kijana wake, kile kitu ambacho kiko ndani gharama yako, itumikie Mungu wako. Usiache kuitumikia. Muulize mwenzako, wewe ulikuwa unafanya gharama gani na sasa ufanyi? Muulize. Na muulize tena, kwa nini ufanyi ile gharama ulikuwa umeanzia ulipookoka ulikuwa unafanya? Muulize. I prophesy unto you, I declare unto you, urudi katika nafasi yako ya gharama yako kabla Yesu hajarudi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho zote ambazo zimekuzuia usirudi katika gharama yako, na vunja hiyo, na haribu hiyo, na kataa katika rudi. Wengine mlikuwa praise and worship, hujaenda katika praise and worship. Watu wengine wanaimba, wewe uimbi tena. Kitu gani kinakufanya uimbi? Wewe ulikuwa mwalimu unafundisha, siku hizi ufundishi tena. Ni kitu gani kilikuwa kunakufanya sasa ufundishi? Wewe ulikuwa unakuwa intercessor, unaomba na unaomba mpaka Mungu anasikia maombi yako. Ulikuwa na nguvu za kuomba. Siku hizi wewe uombi, kumeenda wapi kuomba? Gharama hiyo imeenda wapi? Kwa nini umeitupa? Bwana asifiwe sana. Kuzimia kwako, nasema leo katika roho ya Mungu, hiyo kuzimia natoa, kuzimia natoa katika jina la Yesu.
ambayo imekuzuia, na ivunja na ikataa katika jina la Yesu. He wants to use you. Mpendo, afadhali mtumikie Mungu. Nakwambia afadhali mtumikie Mungu. Mtumikie Mungu kama una nguvu. Kuna watu hawana nguvu. Kuna watu leo ambao wamekufa. Unaangalia limekuwa gogo, haliwezi tena kufanya chochote. Mtumikie Mungu kama bado una nguvu. Chukua nafasi uangalie ni huduma gani. Huduma siku nyingi, hata huduma ya kutoa, hata huduma ya kubeba viti, hata huduma ile kandara masotra. Huduma ni nyingi. Simama. Usijivunge. Hata kama ni kushafisha choo, usikubali choo kinachafishwa na mtu mmoja. Sema nataka hizi baraka, maana ni baraka hizo. Hizo ni thawabu. Unaposhafisha choo cha kanisa, si kama unachafisha choo cha nyumbani. Oh, sema amen. Haleluya. Kuzimia kwengine ni kuchelewa kuja kanisani. Formers tumekuwa nje, alafu mpaka leo unaona bado wengine ni watendakazi, bado hawana kiu. Wanakuja kanisani vile wanataka, praise and worship, washasifu, washapika, ushakaa chini, ushasikia neno kidogo, na wewe ndio wa kwanza tena kutoka. Haleluya. Miezi mitano umefundishwa nini wewe? Muulize mwenzako, wakati wa lockdown, miezi mitano, wakati wa COVID-19, umefundishwa nini wewe? Nataka umuulize mwenzako, muulize, wewe umefundishwa nini? Ni kitu gani kama mtoto wa Mungu umefundishwa nini? Haleluya. Mwambie aanze kujitoa. Mwambie aanze kujitoa. Hakuna kitu kibaya kama spirit of fainting. Spirit of fainting. Roho ya kuzimia ni mbaya sana. Usipochunga sasa hivi utaanguka katika backsliding. Haleluya. Maana utahubiriwa. Shetani ni mtu wa kuhubiria negative. Atakuja kuhubiria. And then unafungua milango. Kama ulipata umepoa, magonjwa mengine yanakuja sasa upya tena akija katika njia nyingine. Sikutishi, lakini nakwambia, nataka nikuonye, nikwambie, fanya huduma yako. Haleluya. Ezekia alikuwa na kitu cha kumwambia Bwana wakati alikuwa mgonjwa, na jipu lililokuwa katika paja lake linamuumiza. Na mtumishi huyu Isaya akatumwa kwake, akamwambie Ezekia ya kwamba hataishi, atakufa. Lakini akakataa. Maandiko anasema akageuza uso wake akamwelekezea Mungu. Alipoomba, hakuomba maombi mengine, akamkumbusha Mungu kile ambacho ametenda. Wewe utamkumbusha Mungu nini? Kama hujafanya kitu katika huduma yako, utamkumbusha Mungu nini? Wakati wa hatari kama sasa, ambao ni kizazi hichi cha hatari, utamkumbusha Mungu nini? Sema amen. Sema amen. Utamkumbusha Mungu nini? Unajua, nimekuja kufahamu hata watu hii kukaa nyumbani wanafurahia, wanasema hata sasa unajua hakuna hata kutoa sadaka, hata hakuna kutoa fungu la 10. Maisha tembremka. Maisha, sikia, maisha teremka panda. Maana kula sadaka, kula fungu la 10, kula. Chunga sana wewe. Nasema chunga sana wewe. Sema amen. Because wakati kama huu ndio muonesha Mungu ya kwamba uko tayari kumtumikia Mungu, uko tayari kumtolea Mungu fungu lake, uko tayari kutoa sadaka zaidi vile ulipokuwa unatoa. Sema amen. Because he fights for you. If today you are alive for these four months from the disease of corona, you have to give things in your givings. Hallelujah. Unatakiwa ushukuru Mungu wewe ambaye uko hai kwa kuweza kuepukika na magonjwa haya ya corona. Umechukua kitu gani ukasimama na kanisa? Umesema utajenga vipi kanisa la Mungu? Umesema utasimama katika kuona kanisa limeinuliwa na Mungu. Sema amen.
Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nataka tuingie tufundishwe viwango vitano Mungu anataka kukuinua in another level. Hallelujah. Kama ni mtu wa kuandika, andika chini. They will help you. Viwango vitano Mungu anataka kukuinua in another level. Kiwango cha kwanza, mpaka utafute uhusiano wako na neema ya Bwana. You must search your relationship of the grace of the Lord. Kwa nini? Because neema ya Bwana kila siku ni isiyobadilika. Haibadiliki. Tangia kwa msalaba haibadiliki. Sema amen. Maandiko yanasema katika Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21, tusome hapo. Inasema hivi. Wakorintho wa pili 5:21 inasema, yeye asiyejua dhambi, ambaye alikuwa ni Yesu, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yako, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Bwana asifiwe sana. Yaani Kristo alifia dhambi zako. Neema yako ambayo haibadiliki iko hapo. You have the grace because of the price which Jesus paid on the cross. Tito mbili inasema hivi. Tito 2 mstari wa 11. Tito 2:11 inasema, maana neema ya Mungu iwakaayo wanadamu wote imefunuliwa. Neema ya Mungu ambayo inakaa ndani ya wanadamu wote imefunuliwa. Wakati Yesu alikufa msalabani akasema imekwisha. Wakati ilikwisha na akafufuka siku 3, ile ilikuwa ni grace ambayo Mungu alikupa wewe. Mstari wa 12, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Yatufundisha, oh my God, thank you, kukataa ubaya na tamaa ya dunia. Asante. Inatufundisha neema kukataa mabaya yote pamoja na tamaa za dunia. Neema ya Mungu, neema ya Kristo. Mpendwa, neema ya Kristo itakufikisha mbali unapoigundua na unapoielewa. Si kuiabuse, lakini kuielewa kupitia maandiko ya Mungu. Inaendelea kusema tupate kuishi kwa kiasi na haki ya utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Ulimwengu wa sasa. I like the Bible. It speak present. Ulimwengu wa sasa ambao umejaa dhiki, ambao umejaa mambo mengi, umejaa mipango mingi michafu ya ibilisi. Ameleta hata magonjwa yasiyoeleweka katika ulimwengu wa sasa. Oh my God. Neema itakutosha. Haijalishi kuna magonjwa yanayoitwa corona, lakini neema ya Yesu Kristo ambayo iko ndani yako wewe uliyookoka, nataka nikwambie itakutosha. Oh my God. Neema itakutosha. Neema itakutosha. Nimesema neema ichukue. Neema ya Mungu itakutosha ndani yako. Utatembea katika neema. Neema itakutosha in the mighty name of Jesus. Wacha niendelee mbele maana bado kuna utamu. Inasema hivi mstari ule wa 13. Tukilitazamia tumaini
lenye baraka la ufunuo wa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote, mpaka maasi ya korona, maasi yote. Halo, nasema na maasi yote, na kujishabishia watu wake, ambaye ni wewe, milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Sema amen. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Aisene, nataka nikwambie, hakuna kitu kitamu kama neema ya Bwana. Tembea na neema ya Bwana. You will go to another level. You will go to another level. Because when you say another level, it needs you to go to another level, and then to go another level, another level. And you cannot go to another level without the grace of the Lord. You need to have a relationship with the grace of the Lord. Bwana asifiwe sana. Maana neema yake Mungu ni kubwa, ambayo haiwezi fananishwa na mwanadamu. Because our God is agape God, is agape love. Anakupenda zaidi ya watu wote. Anakupenda, aliyekupenda akaona akusamehe na dhambi zile ambazo umefanya. Sijui wewe umefanya dhambi gani pale. Maana nataka nikuombee wewe, ambaye unajihukumu ndani yako. Umeona umefanya dhambi kubwa, hata Mungu hakutaka. Nataka nikwambie, Mungu anakupenda, Mungu anakutaka. Rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mwenye dhambi, neema yako initosha. Siku ya leo, andika jina langu katika vitabu vya uzima, futa jina langu katika vitabu vya uovu. Kuanzia leo naokoka, nitembee na neema ya Bwana. Kila roho za kuzimia nakataa. Nataka nitembee na Bwana, nimtumikie Bwana katika vipawa ambavyo niko ndani. Nimegundua leo niko na vipawa, nitamtumikia Bwana ili niende katika kiwango chengine. Nimeomba maombi haya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amen. Nataka nikuombee mahali ulipo. Nataka nikuombee. Funga macho yako nikuombee. Uko hospitali katika wodi, nataka nikuombee. Uko nyumbani, huwezi kutoka, umeteseka katika magonjwa mengi, neema ya Mungu itakutosha, neema ya Kristo itakutosha leo. Nataka nikuombee. Labda uko na ugonjwa wa mafigo, wa kuwekewa damu, dialysis kila wakati, nataka nikuombee. Wewe ambaye uko pale nyumbani una saratani ya tumbo, saratani ya damu, saratani ya matiti, nataka nikuombee hila Baba. Wewe ambaye uko katika room na umepatikana positive COVID-19, nataka nikuombee. Leo COVID inaisha. Mungu ana uwezo wa kuponya magonjwa yote. Neema yake inatosha. Baba, kumbuka watu hawa, ukawaponya. Maana Baba umesema kwa kupigwa kwako sisi tunapona. Ponya mama huyu, ponya mzee huyu, ponya kijana huyu, ponya. Rikatereba anduka sekerebebo, yepete kerebebe. Na kushukuru Bwana, watakuwa na ushuhuda wako, watatembea na wewe. Maana Baba, ninaona kansa inakauka. Ninaona Bwana mwenye ugonjwa aliyokuwa nao, ambao Baba ni kidonda kilichokuwa katika mguu wake wa kushoto karibu na kisikino, kilikuwa kidonda ndugu. Baba, unakikausha na unakiponya leo. Na kushukuru Baba, na kushukuru na nafsi hizi zimeokoka. Naona jambazi aliyekuwa mwizi, alikuwa naiba akivunja kwa M-Pesa, leo namwokoa akiwa mahali pale na machozi. Asante Bwana na kushukuru. In the mighty name of Jesus nimeomba na kuamini. Sema amen. Pigia Bwana makofi.